Kipindi hewani ni Amka na Imba Nasi, na sasa nageukia katika habari kwa asubuhi ya leo. Peter anasema, da jamani, Mungu tuonekanie tu. Mungu ni mwema, Peter atawaonekania muda si mrefu. Tugeukie sasa katika kile kipengele cha habari kwa asubuhi ya leo. Bao la kiungo mshambuliaji Albert Kangwanda katika dakika ya 31 lilitosha kuipa Yanga ushindi huo ambapo Mzambia huyo alifunga kwa kichwa akiunganisha krosi ya beki wa kushoto Shadrack Boka. Simba kabla ya kurusha bao hilo ilifanikiwa kucheza vizuri kwa kuipa presha Yanga kwa mashambulizi makali katika dakika 15 za kwanza, lakini hayakuwa na madhara kwenye ukuta wa watani hao. Hata hivyo, Yanga ambayo mashabiki wake walinyanyuka vitini kwa bao la Kangwanda, Simba baada ya bao hilo iliruhusu Yanga kutawala mchezo huo ikibanwa maeneo mengi uwanjani huku ikishindwa kutengeneza mashambulizi tena. Yanga katika dakika ya 37 ilikuwa nusura ipate bao la pili, lakini mshambuliaji Peter Shalulile alipoteza nafasi ya wazi aliyoipata kwa kupiga shuti nje. Hadi muda wa mapumziko, Yanga ilienda vyumbani ikiwa na uongozi wa bao moja huku ikitawala vizuri mchezo, wakati Simba ilishindwa kuwa hata na shuti moja lililolenga lango. Katika kipindi cha pili, timu hizo ziliendelea kushambuliana kwa zamu, ambapo licha ya Simba kurudi kwa kufanya mabadiliko ya kumtoa mshambuliaji Ibrahim Doumbia na kumuingiza Elie Mpanzu, bado haikuweza kusawazisha. Simba ilipoteza nafasi nzuri kwenye mchezo huo katika dakika ya 89 kupitia mshambuliaji Bakari Msimu aliyeingia kipindi cha pili, ambaye kichwa alichopiga kilipanguliwa na kipa Djigui Diarra ambaye aliuwahi mpira huo, aliupangua na kuudaka tena. Hadi mwisho wa mchezo, Yanga ilifanikiwa kutoka kwa ushindi huo ikitetea taji hilo ambalo linachukua mara ya pili mfululizo mbele ya Simba. Mshambuliaji wa Al Nassr na nahodha wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo amemtumia salamu za pole mshindani wake wa muda mrefu Lionel Messi kufuatia kifo cha baba yake George Messi aliyefariki akiwa na umri wa miaka 68. George alifariki wiki iliyopita baada ya kuugua kwa muda mrefu, huku Messi akieleza kwa kina maumivu aliyoyapata kufuatia kumpoteza baba yake ambaye alikuwa mtu muhimu katika maisha na safari yake ya soka. Ronaldo ambaye kwa zaidi ya muongo mmoja amekuwa akishindana na Messi katika mjadala wa mchezaji bora zaidi wa kizazi chao, ameweka ushindani wao pembeni na kumtumia ujumbe wa kumfariji. Katika ujumbe wake, Ronaldo amemwambia Messi, na kukumbatia sasa wewe na wapendwa wako katika kipindi hiki kigumu, leo uwe na nguvu. Ujumbe huo umeonyesha upande mwingine wa ushindani wa muda mrefu kati ya mastaa hao wawili ambao wamekuwa wakilinganishwa kwa miaka mingi kutokana na mafanikio yao katika soka. Messi naye ametoa ujumbe mrefu wa kumwaga baba yake, akieleza namna kifo hicho kilivyomuumiza na kumwacha akiwa na maswali kuhusu maisha yake ya baadaye. Na upande wa habari kwa asubuhi ya leo, na hitimisha habari kwa kukusogezea tetesi za soka pale barani Ulaya. Galatasaray imewasilisha ofa ya euro milioni 45 sawa na takriban pauni milioni 38.4 kwa Gabriel Martinelli wa Arsenal. Mshambuliaji huyu wa Brazil ana umri wa miaka 25. Arsenal iko tayari kumuuza kiungo wa Hispania Martin Zubimendi kwa dau la kuanzia pauni milioni 77, huku Chelsea ikitajwa kuwa miongoni mwa timu zitakazoania saini ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27. Aston Villa imefanya mazungumzo na West Ham United kuhusu kumsajili beki wa kulia Aaron Wan-Bissaka. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 kutoka DR Congo ana thamani ya pauni milioni 25. Kiungo wa Newcastle Joe Willock yupo tayari kujiunga na Besiktas, huku dau la euro milioni 20 sawa na takriban pauni milioni 17 ikitajwa kuwa inaweza kutosha kukamilisha uhamisho wa Mwingereza huyo mwenye umri wa miaka 26. Newcastle pia inamfuatilia kiungo wa Brighton pamoja na Hove Albion Carlos Baleba mwenye umri wa miaka 22 kutoka Cameroon, wakati klabu hiyo
ikitafuta njia za kuimarisha safu yake ya kiungo baada ya kuondoka kwa Bruno Guimaraes na Sandro Tonal. Ipswich Town inatarajiwa kukamilisha usajili wa Abdoul Outara, beki wa kulia na kiungo mwenye umri wa miaka 20 aliyezaliwa Ivory Coast kutoka Strasbourg. Aston Villa imeipa Bayern Munich ofa ya kumchukua kwa mkopo kiungo wa Ureno Jodo Palhinha mwenye umri wa miaka 31 ikiwa na kipengele cha kumnunua moja kwa moja. Hata hivyo Bayern inapendelea uhamisho wa moja kwa moja. Na Newcastle United inaendelea kwa kasi na mazungumzo ya kumsajili beki wa kulia Amar Dedik kutoka Benfica. Mchezaji huyo wa Bosnia na Herzegovina mwenye umri wa miaka 23 anakadiriwa kuwa na thamani ya karibu pauni milioni 25. Yes, na hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Sawa, tuangalie sasa katika majibu ya swali letu la pale YouTube, ambapo swali la siku ya leo limeuliza kwamba je, baada ya Simba na Yanga kukutana jana pale Zanzibar, ni kitu gani ambacho kilikuwa chanzo kikubwa cha matokeo? Je, ni ubora wa Yanga, ni makosa ya Simba, ni mbinu za makocha, au pengine ni bahati tu? Kura zilizopigwa ni 30 na waliosema kwamba ni ubora wa Yanga ni 47%, waliosema makosa ya Simba ni 27%, na waliosema ni bahati ni 17%, na waliosema ni mbinu za makocha ni 9%. Kwa hiyo wengi wamesema ushindi wa jana umetokana na ubora wa Young Africans. Yes, ikiwa leo ni Alhamisi ya Agosti 13, nukuu ninayo kuacha nayo kwa siku ya leo ni kwamba mabadiliko yanaweza kuogopesha, lakini mara nyingi ukuaji ndipo unapoanzia. Ukiona kumekuwa na mabadiliko, basi ujue ukuaji unaendelea hapo. Nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu pale ilipogonga 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki hadi muda huu hapa. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya Alhamisi ya leo, na hapa nimetoka kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. 2:30 tutajiunga na RFI Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. 3 kamili tutakuwa na kipindi cha michezo. 5 kamili nitarejea hapa kwa ajili ya kukusogezea kipindi cha mambo leo. 7 kamili tutajiunga na DW Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Hivyo usiache kuendelea kutufuatilia, na nikuombe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, fanya kusubscribe na kugusa kile kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa. Muda wote huu ulikuwa na milangu, jina ni Salome Mlai. Nakupenda sana, nikutakia uwe na siku njema, asubuhi njema yenye baraka na fanaka tele. Tukutane 5 kamili Mwenyezi Mungu akijalia. Kwaheri kwa sasa, bye bye.